Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin, amma ba'd. Ndugu zangu watukufu wa Islam na wale ambao bado hawajabahatika kwa Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mola mlezi aliyetuumba sisi na wale wa kabla yetu kwa makusudio mazima ya kuweza kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tukiwa katika mwezi wa Ramadhani, katika masiku ya mwisho kabisa, masiku yenye kuhesabika. Leo ninapozungumza hapa ni mwezi 27 mwaka 1447 katika kalenda ya Kiislamu. Kwa hiyo ndugu zangu, leo nataka tuweze kuzungumza mazungumzo haya na tutafakari mimi pamoja na nyinyi. Sasa hivi wapo ndugu zetu wapo katika mtihani ya kivita Palestina, Lebanon, Iran, vita ambavyo vinapiganwa kwa ushirika wa Marekani pamoja na washirikina wenzake wa Israeli. Ndugu zangu, haya nayasema kwa sababu mtihani mkubwa leo, wapo hata baadhi ya Waislamu, tena wakiwemo na wanavioni kabisa, mashehe ambao pia wanaisakama Irani na wanadiriki kusema kwamba Wairani ni makafiri kwa sababu ni Mashia. Wale ni makafiri tu, wataacha wauliwe, ni makafiri, wanapigana makafiri wenzao. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ndugu zangu, jambo hili linasikitisha sana, hasa unapowasikia wasomi, kwa sababu Uislamu ni dini ambayo Mwenyezi Mungu ameweka mipaka. Mwenyezi Mungu kila utaratibu ambao unaotakiwa katika dunia tayari Uislamu umeuweka. Sasa Irani ndio nchi pekee ambayo imetangaza kuwa ni dola ya Kiislamu. Irani ndiyo dola ya Kiislamu ambayo imejitangaza na ni nchi ambayo iko huru pamoja na kuwekewa vikwazo vingi, lakini ni nchi ambayo imekuwa kiteknolojia, kisayansi, na ni nchi ambayo kusema kweli ni mfano katika nchi za Kiislamu. Yapo mataifa ambayo pia yanajitangaza kuwa ni mataifa ya Kiislamu, lakini huwezi ukaifananisha na Iran. Tunaona ukienda Saudia, ukienda nchi zile za Kiislamu, utakuta, ukienda Dubai utakuta mabaa, madangulo yapo, lakini zinajiita nchi za Kiislamu, lakini huwezi kufananisha na nchi ya Iran. Kwa hiyo kuna watu leo tunawashangaa, tena ni wanavioni ambao sisi tunawaheshimu, ni mashehe wakubwa, wana elimu kubwa, wametuzidi kila aina, lakini wameingia katika mtihani na wao wanashabikia Irani kupigwa bila kujua kwamba Irani ndio taifa pekee ambalo linawatetea wa Palestina, ndugu zetu ambao wanauliwa kila kukicha. Kwa tunaona ushirika wa Trump pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wakiwa wanashirikiana kuwaua wa Irani, kuwaua wa Palestina. Huu ni mtihani mkubwa. Leo ni jambo la ajabu kweli kumuona shekhe naye anashabikia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Huu ni msiba mkubwa. Sasa tunategemea mashekhe ndio ambao wanaweza kutoa solution ya mambo, lakini hao wameingia katika mtihani wa kuishutumu Irani kuwa ni makafiri. Lakini cha ajabu, si tunataka mtu ambaye kama anaweza akaelezea ukafiri wa Mashia atuelezee, kwa sababu Mashia wana makundi takriban 23 na yote yana itikadi tofauti. Sasa akida yao tunaowaambia hao ni makafiri, ni kweli wote ni makafiri? Na hivi kwa akili yako kweli unataka kuniambia wale Irani wote ni Shia, hakuna madhehebu mengine ya Sunni? Hakuna. Hii sio kweli. Maana yake katika wale ambao wanapambana hata Masuni wamo, Maibadhi wamo, pamoja kwamba ndio dhehebu kubwa ambalo linatawala Iran, lakini pia yapo madhehebu mengine kama vile Iraki. Saddam Hussein yeye alikuwa ni Sunni, na walikuwa, ukienda Iraki pale, Mashia ndio wengi kuliko Masuni. Sasa huwezi ukaniambia kwamba Irani hakuna madhehebu mengine na hawamo wanajeshi. Si jambo ambalo haliwezekani.
Kwa hiyo pale usiamini kwamba wanaopambana pale ni mashia tupu, sio kweli haya maneno. Kwa hiyo ni mtihani mkubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ametupa mwongozo Uislamu, a guidance, mwongozo katika Uislamu. Qur'ani ni mwongozo. Mwenyezi Mungu anasema baada a'udhu billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah anasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran huda linnas wa bayinati min alhuda walfurqan. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema na shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, kwamba mwezi huo mlioambiwa mfungo mwezi ni mwezi wa Ramadhani ambao Qur'ani imeshuka ndani yake, huda linnas wa bayinati min alhuda walfurqan. Huda linnas, a guidance for mankind and criterion between the right and wrong. Kwa hiyo tumeambiwa huu ni mwongozo, guidance for mankind, ni mwongozo kwa watu, na kipambanuzi, criterion, kipambanuzi baina ya haki na batili. Kwa hiyo kama Qur'ani ndio mwongozo na ni kipambanuzi baina ya haki na batili, kwa hiyo tunashangaa kwamba mashehe mnashindwa kufafanua vipi haki na batili hapa, kwamba watu wameuliwa na bado nyinyi mnashabikia, mnasema sawa sawa tu waliouliwa wale makafiri. Hii jambo la kusikitisha sana, tena ambao ni wanavioni ambao tunawategemea. Huu ni msiba mkubwa sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ameshatupa mwongozo, lakini cha ajabu inaonekana wazi kabisa kwamba Qur'ani haifanyiwi kazi, hasa sisi. Lakini mimi naweza kusema miongoni mwa watu ambao wanaifanyia kazi Qur'ani ni Wairani. Wairani wameonyesha mfano, kwa sababu leo Irani ndio nchi ambayo ina teknolojia kubwa. Angalia vita ambao wanapambana, hawategemei silaha kutoka nje. Na ndio maana hata wale watoto waliouawa wale ni watoto ambao walikuwa wanasomeshwa Qur'ani, wanasomeshwa mafunzo ya dini, mafunzo ya kisayansi, ili baadaye waweze kuiongoza nchi yao. Angalia hata wale ambao wako kwenye mitambo yale, mitambo ile ya kurushia makombora. Ukitazama ni mabinti tu, wasichana wadogo wadogo kuanzia miaka 20, 25, aliyezidi pale miaka 30, lakini wao ndio wanashughulika kuseti mitambo ya kurushia makombora yafike pale wanapotaka yafike. Na angalia Iran. Irani inashambulia zile nchi ambazo zina bezi za Marekani. Na haya wanayofanya sio makosa, kwa sababu haiwezekani jirani yako wamfiche adui afu adui anakuja kuhudhuru. Na ndio maana Qur'an ukiangalia hapo utaona kabisa hawa Wairani wanafatana na mafunzo ya Qur'ani yanavyosema. Mfano ukisoma katika surati Tauba aya 123, baada ya billahi minashaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu qatilul ladhina yalunakum minal kuffar waliyajidu fikum ghilzatan alamu anna Allaha ma'a almuttaqin. Kwa Mwenyezi Mungu anasema, enyi mlioamini, piganeni na wale makafiri walio karibu yenu, kwa maana hao wana madhara zaidi, na pambaneni nao mpaka wakute ugumu, mpaka waseme tumekutana na wanaume kweli kweli. Na mfahamu ya kwamba, mtambue ya kwamba, na mjue ya kwamba Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wacha Mungu. Kwa hiyo ndio maana sisi, mimi msimamo wangu na wale ambao wana msimamo kama wa kwangu, tusimame kwa ajili ya kuiombea nchi ya Iran, kwa sababu Iran ikifanikiwa kushinda, maana yake dunia ndio imeshinda, kwa sababu vita hii watu wanashabikia, lakini madhara ni makubwa, kwa sababu mataifa mengi yatakuwa na njaa, kwa sababu tayari hali ya kiuchumi inaanza kuwa ngumu. Bei ya petroli inapanda kulingana na mazingira ya kivita ambayo yanaathiri mataifa mbalimbali. Kama mataifa makubwa ya Ulaya yanaathirika, hivi nchi za Afrika zitakuwaje? Kwa hiyo hapa ndio jambo la kujiuliza. Wewe Waislamu sio watu wa kuburuzwa tu, kwamba hata shekhe ukija na misimamo yako hatukuelewi, tunakuacha na misimamo yako. Sasa kipindi kama hiki watu wanafunga, wanaucha Mungu, alafu watu hao tena viongozi wakubwa mashekhe wanatamka kwamba waache wapige wa Marekani na Waisraeli wawapige wa Irani kwa sababu ni makafiri wenzao.
sio Waislamu. Hivi kweli maneno yanafaa kuzungumza katika wakati huu kweli? Ni kuonekana kwamba tunao watu ambao wanazo elimu, lakini namna ya kuzitumia elimu ndio maarifa yao hawana. Kwa sababu hapa ndio tunaona kwamba elimu, na ndio maana Qur'ani imeeleza kwa vigezo kwamba Qur'ani kuna kitu Mwenyezi Mungu anasema afala yatadabbaruna alquran. Kwanza ni tadabbaru, ni kuzingatia yale ambayo yamezungumzwa katika Qur'an. Kwa hiyo kwa mujibu wa vita hii tunayoiona, inabidi Waislamu tusimame usiku tumuombe Mwenyezi Mungu awape ushindi wa Irani, kwa sababu Irani wakishinda watakuwa wameshinda wa Palestina, watakuwa wameshinda mataifa yote. Na haina maana kwamba sisi tunashabikia kwa sababu ni Waislamu, tunawapenda kwa sababu ni Waislamu. Sio hilo tu, na ndio maana hata leo vita ya Urusi na Ukraine, Waislamu wengi wanaungana na Urusi, japo sio Waislamu wala sio taifa la Kiislamu. Lakini kwa nini? Kwa sababu Ukraine wanashirikiana na Wamarekani, wanashirikiana na mataifa ambayo yanafanya